Mpendwa mtazamaji, tupo katika parokia ya Familia Takatifu Mzinga, Jimbo Katoliki la Morogoro, na safari yetu ni katika kumfikia Padri Medard Mikisi ambaye ni paroko wa parokia ya Familia Takatifu Mzinga, ambaye anasherehekea miaka 50 ya upadri. Na moja kwa moja tukiwa naye sasa, nimkaribishe aweze kujitambulisha kwako mtazamaji. Asante sana wenzetu waheshimiwa wa mitandao. Asante sana kwa kunitembelea, najisikia nimependwa mno. Katika kipindi hiki cha miaka 50 ni wazi katika kuna mengi ambayo yametendeka, lakini nadhani mpaka nilipofikia juu tarehe 29 Juni mwaka huu nilisikia hivi kweli nimefika miaka 50 ya upadre. Maana siamini kwa sababu unaweza kutafakari kuona miaka 50 unapiga hesabu au nilikosea mahala fulani. Lakini basi nikifananisha na umri wangu wa kuzaliwa, mimi nilizaliwa mwaka 48 tarehe 13 mwezi wa 6. Halafu baada ya miaka 27 mwaka 1976 nilipata daraja la upadre. Sasa nikifananisha umri wangu wa upadre na umri wangu wa maisha, nikiangalia katika wengi naona walianza kukwama mapema. Lakini nadhani mimi nimepata zawadi, sijivuni, nimepata zawadi. Lakini bado natafakari ni vitu gani ambavyo vimenifanya niweze miaka 50 sikuiona kama ni miaka 50 mpaka niliposema kweli miaka 50. So katika miaka 50 hii ya upadre, mara nyingine basi si rahisi kusema na upendo wa padre au vipi. Kwa nini? Inategemea hasa vitu viwili. Unatafuta nini katika maisha ya upadre? Na nini ambacho kwa kweli unaona ni tunu na unafurahia? Swali hili nimelipata kwa sababu nilikuwa mkurugenzi kwa miaka karibu kama 10 kuongoza vijana kwa seminari. Ukiangalia, ukichunguza vizuri zaidi unakuta vijana tunatafuta vionjo vinavyoshikika katika upadre. Mathalan fedha, upate ufadhili, upate mmoja kutoka au mfadhili wako anakuletea fedha. Lakini mimi nilichogundua siku moja, frateri kubwa wangu alinambia, unajua, sitaji jina huyo mkubwa wangu ingawa hayupo duniani, unajua kwamba ni jimbo letu la Morogoro ni maskini, na wewe unataka kuwa padre katika jimbo maskini, wakati yeye yumo katika jimbo hili. Na mimi nikasema, frateri baba, mimi sikuwa padre, sitaki upadre kwa ajili ya fedha, lakini nataka kuwa padre kwa sababu ya ile furaha unayokuwa nayo unapokuwa katika mavazi ya kipadre, lakini vile vile kuwa kwenye altare. Lakini vile vile si licha hayo, halafu unaona kama padre, nilikuwa na padre, maparoko walikuwa wazuri. Padre anapata heshima kwa sababu ya ile uhusiano wake na wale ambao anawahudumia. Na hili nilikuwa nafanya bidii sana nijue siri ya hawa mapadre, tena walikuwa wenzetu waliotuletea dini ni nini. Halafu unaona padre anasafiri asubuhi kwenda kwa mgonjwa, kitu ambacho mimi kwa kweli
kimenipenya sana. Halafu haishi mahali pamoja, nazunguka halafu anarudi nyumbani kwake. Hiki kimenifanya kwa kweli kazi ya upadre ni kama vile mtu na mifugo yake anaiangalia, anaipenda, anaitunza lakini nayo mifugo nayo inamrudishia hadhi yake, kwa sababu anaona kwamba kama mifugo wakisha kuona tu tayari na wanashangilia kama wanashangilia. Sasa nikasema hakika hii kazi hii sasa ni wazi. Sasa mwenzangu aliponiambia hiyo, mimi sikuelewa wakati yeye anatafuta hilo, lakini katika hiyo miaka hii 50 kila mara tunahitaji kutafakari. Lakini sasa msingi kabisa wa upadre si kutembelea wagonjwa, si ile labda kufurahiwa unajua father, lakini hasa unaposali au unapoongea na mtu katika sakramenti. Na katika hiyo miaka 50 nimegundua waumini wetu wa kawaida wanasema ni watakatifu, nikifanisha na mimi kama mimi si mtakatifu. Kwa hiyo kuna dhambi nyingine ninaogopa kuziungama, lakini yeye tena ni mzee, anaungama vizuri tena kwa masikitiko. Hii ndio imenigusa katika maisha yangu kama padre. Lakini vile vile maisha ya kipadre hii nimegundua baadaye peke yangu. Unakwenda kwenye vigango, nilipokuwa Muscat kigangoni, unalala kwenye nyumba. Siku moja tumelala, siafu ameingia bwana, nyumba ile ya majani. Kwani walikuwa wanafuata mende. Sasa kwa vile nilizoea nyumbani, siafu akiingia lazima ujifunge vizuri, wala asiingie masikioni, wala usijitikise. Na mimi nilifanya hivyo. Lakini asubuhi yule mwenye nyumba akasikitika sana, akaniomba radhi. Lakini nikamwambia, ndugu yangu, mimi nimetoka nyumbani na nyumba zetu hivi, najua kwa nini hawa siafu ameingia, wamefuata mende, kwa hiyo usisikitike. Unaona, hiyo ndio naona ni maisha ya kawaida. Kwa hiyo mmoja hilo, kwamba mwenzangu au mzee anaungama dhambi, mimi kama padre bado naogopa kuungama. Nasema tena nasahau kwamba simuungamii padre mwenzangu, namuungamia Mungu. Hii imenifanya kweli nijisikie kwa kweli kuna kitu ambacho tunakipeleka au neema ya msaada kwa watu.